Samia Suluhu aelekeza silaha zake kwa mkuu wa JWTZ baada ya kumgeuka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scoop, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tarehe 30 Disemba mwaka 2025, wakati macho ya umma yakielekezwa kwenye majeraha ya kisiasa ambayo bado yalikuwa mabichi, tukio moja lilifanyika kwa kimya nzito, lakini likabeba uzito wa kihistoria. Tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani ilikutana mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda kutokana na amri iliyotolewa na Samia Suluhu katika makao makuu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Mkutano huu haukuwa wa kawaida, ulifanyika katika mazingira ambayo taifa lilikuwa bado halijapona kutokana na mshtuko wa vurugu, hofu na maafa ya kijamii yaliyotokana na uchaguzi mkuu. Huu ulikuwa mkutano wa ishara nzito unaogusa moja kwa moja uhusiano kati ya dola, jeshi na uhalali wa mamlaka ya kisiasa. Uzito wa mkutano huo haukuwa kwenye maneno yaliyotamkwa hadharani, bali kwenye muktadha wake. Tanzania, taifa lililojengea taswira ya amani katika ukanda wa Afrika Mashariki, lilikuwa limeshuhudia mfululizo wa matukio ya ghasia na vurugo wakati na baada ya uchaguzi. Barabara zilifungwa, maandamano yalizimwa kwa nguvu na hofu ikatawala mji na vijiji. Na katika historia ya siasa za Tanzania, kila mara vurugu za uchaguzi zimekuwa ishara ya ufa mkubwa katika mkataba wa kijamii kati ya wananchi na watawala wao. Mkutano kati ya tume na uongozi wa juu wa JWTZ uliashiria hatua ya kipekee ambapo dola ililazimika kujitazama kwenye kioo cha uwajibikaji. Majadiliano yalielekezwa kwenye matukio ya ghasia yaliyoathiri amani na usalama wa nchi, na hapa ndipo simulizi rasmi la dola linapojaribiwa. Serikali ilisisitiza utawala wa sheria na wajibu wa vyombo vya ulinzi kulinda amani, na hata hivyo historia ya uchaguzi Tanzania inaonyesha mwelekeo tofauti. Kuanzia chaguzi za vyama vingi vya miaka 1990 hadi vipindi vya chaguzi zenye ushindani mkali katika muongo wa pili wa karne 21, matumizi ya nguvu za dola yamekuwa yakirudiwa kama mbinu ya kudhibiti malalamiko ya kisiasa. Mkutano huu uliweka wazi mvutano wa muda mrefu kati ya dhana ya amani na haki. Tume ilielezea kuwa inalenga kubaini sababu za msingi zilizosababisha machafuko, na hili ni dai linalosikika mara kwa mara baada ya kila uchaguzi wenye utata. Lakini uzoefu unaonyesha kuwa tume nyingi za uchaguzi zimekuwa zikizama kwenye urasimu, zikitoa mapendekezo yasiyotekelezwa na hatimaye kusahaulika. Kikao hiki kilifanyika ndani ya makao makuu ya JWTZ, kilibeba ujumbe kwamba jeshi limewekwa katikati ya simulizi la uwajibikaji, na ni jambo ambalo kwa kawaida limekuwa likiepukwa hadharani katika siasa za Tanzania. Jenerali Mkunda alisisitiza utayari wa jeshi kushirikiana kikamilifu na tume, akieleza kuwa JWTZ ni chombo cha kulinda amani bila upendeleo. Kauli hii inagongana na kumbukumbu za umma, na katika matukio mbalimbali ya kisiasa wananchi wamekuwa wakiona uwepo wa majeshi na vyombo vya usalama kama ishara ya tishio badala ya ulinzi. Na hapa ndipo hoja ya haki za binadamu inapoingia kwa uzito. Ingawa jeshi lilieleza kufuata kanuni za kisheria, mashirika ya ndani na ya kimataifa yamewahi kueleza wasiwasi kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa chaguzi na maandamano ya kisiasa. Tume pia ilibaini madai ya uvunjaji wa sheria wakati wa mchakato wa uchaguzi, ikiwahusisha baadhi ya waandamanaji na vitendo vya uharibifu. Hii ni simulizi inayotumiwa mara kwa mara kuhalalisha ukandamizaji. Na katika historia ya siasa za Afrika Mashariki, maandamano ya wananchi mara nyingi huanza kama kilio cha haki na uwazi, lakini huishia kwa damu na vifungo kwa kisingizio cha kulinda mali na utulivu. Tanzania haiko nje ya mzunguko huu. Mjadala wa ndani wa nani ni mhalifu na nani ni muhanga umekuwa ukipotoshwa na mamlaka.
Ahadi ya uchunguzi huru na wa haki imekuwa maneno matamu yanayotuliza hasira za muda mfupi. Tatizo kubwa ni miundombinu ya uwajibikaji wenyewe. Tume zinaundwa na serikali ile inayolalamikiwa. Vyombo vya dola vinachunguza matendo ya vyombo vya dola. Mfumo huu umezaa kutokuaminiana kwa kina miongoni mwa wananchi, hasa vijana ambao wamekuwa kishuhudia uchaguzi baada ya uchaguzi bila mabadiliko ya maana katika uwazi na haki. Na katika muktadha wa kikanda, matukio ya Tanzania yapo peke yake. Afrika Mashariki imekuwa ikishuhudia misukosuko ya kisiasa inayohusiana na chaguzi, maandamano na majibu ya nguvu kutoka kwa serikali. Mashirika ya kikanda na ya bara la Afrika yamekuwa yakitoa wito wa utulivu na mazungumzo, lakini mara chache yamekuwa hatua kali dhidi ya serikali wanachama. Hali hii imeipa serikali za kitaifa ujasiri wa kuendelea na mbinu zile zile, zikijua kuwa shinikizo la nje litabaki kuwa tahadhari na si la kulazimisha. Na kwa Tanzania, mkutano huu ulilenga pia kurejesha imani ya wananchi katika mifumo ya uchaguzi na usalama, na hili ni jukumu gumu. Imani inapojivunjika, basi haiwezi kurejeshwa kwa taarifa za vyombo vya habari au mikutano ya ndani. Inahitaji mageuzi ya kisheria, uwazi wa taasisi na uwajibikaji wa ukweli kwa wale wanaokiuka sheria bila kujali vyao. Na historia inaonyesha kuwa bila hatua hizo, majeraha ya kisiasa hubaki wazi na kuambukiza uchaguzi zinazofuata. Ombi kwa wananchi kuwa watulivu na kushirikiana na vyombo vya dola ni wimbo unaojirudia. Utulivu unaofuata mara nyingi ni utulivu wa kimya, si wa haki. Na wananchi wanapotakiwa kusubiri wakati uchunguzi unaendelea, mara nyingi wanashuhudia muda ukipita bila majibu, huku maisha yakiendelea kubeba athari za vurugu, majeruhi, vifo na hofu. Kimya kinachozalishwa katika mazingira haya ni ishara ya amani, si ishara ya amani, bali ni dalili ya hofu iliyokita mizizi. Na serikali imesisitiza utawala wa sheria kama nguzo ya kurejea katika utulivu, na kauli hii ina uzito mkubwa katika nchi ambayo katiba na sheria zimekuwa zikirekebishwa kwa namna inayopanua mamlaka ya mtendaji na kupunguza nafasi ya upinzani na asasi za kiraia. Utawala wa sheria hauwezi kuwa kauli tupu, unapimwa kwa vitendo, hasa pale ambapo dola inachunguzwa kuhusu matumizi yake ya nguvu. Mkutano wa tarehe 30 Disemba mwaka 2025 unabaki kuwa alama ya kipindi hiki cha mpito. Ni ishara ya shinikizo linaloongezeka kwa uongozi wa Tanzania kujibu maswali magumu kuhusu uchaguzi, uhalali wa mamlaka na nafasi ya jeshi katika siasa za kiraia. Ni pia kumbukumbu ya hatari inayokabili taifa linalochagua kufunika majeraha yake badala ya kuyatibu. Na hatima ya Tanzania inategemea jinsi matukio haya yatakavyokumbukwa na kushughulikiwa. Na taifa linalozoea kusahau vurugu za uchaguzi hujiandaa kurudia makosa yale. Ukimya wa wananchi, hofu ya kuhoji mamlaka na kukubali simulizi rasmi bila uchunguzi wa kina ni mbegu za migogoro ya baadaye. Amani ya kweli haijengwi kwa mikutano ya siri pekee, bali kwa ujasiri wa kukiri makosa, kuwawajibisha wahusika na kurejesha heshima ya kura ya wananchi. Bila hilo, uchaguzi ujao hautakuwa tukio la kidemokrasia, bali jaribio jipya la kuvumilia maumivu yale chini ya kivuli cha utulivu wa kulazimishwa. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa murwa bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa kusubscribe, kulike na vile kushare video zetu.